Hallelujah. Anastahili sifa, anastahili shangwe, na yeye anaketi, ni mfalme wa wafalme, ni Bwana wa Bwana, hakuna kama yeye. Ni mwema Yesu, yeye ni mwema Jehova. Ni nani aliye kama yeye, mfalme wa amani? Umetamalaki mfalme, tunakuabudu na kukutukuza wewe Bwana. Uliye Mungu mwaminifu. Hallelujah. Yes. Wewe ni mwema mwaminifu mfalme. Katika enzi yako umetukuka mtakatifu. Umetukuka Jehova. Jana wewe, ewe Roho Takatifu, nina kiu nawe, ewe Roho Takatifu, nina njaa na wewe, ewe Roho Takatifu, nina takatifu, nina njaa na wewe, ewe Roho Takatifu, nina kiu na wewe, ewe Roho Takatifu, nina njaa. You
Mungu wetu, katika jina lako takatifu. Tuna kiu na wewe Roho Mtakatifu Bwana. Tuna kiu na ujumbe wa neno lako. Tuna kiu kujazwa Roho yako Mtakatifu Bwana. Roho ambaye ni kiongozi ndani ya maisha yetu. Roho Mtakatifu ambaye ni mwanga wa njia zetu. Roho Mtakatifu ambaye ni msaada. Roho Mtakatifu ambaye ni mwalimu na kiongozi katika maisha yetu Bwana. Roho Mtakatifu ambaye ni nguvu na uweza katika maisha yetu. Tuna kiu na wewe Roho Mtakatifu mchana leo. Wababa watu hao wana kiu Bwana. Wamama wana kiu na wewe. Watoto wadogo, vijana wa kike na kiume, tuna kiu na nguvu zako mchana leo. Neema yako ikafundike katika ibada hii. Tuna kiu na nguvu zako Bwana. Umekuwa nasi katika siku chache kuanzia Jumatano hadi jana, tumefundisha ujumbe lako. Kwa Roho wako Mtakatifu tumepata kufungua mambo kadha wa kadha. Tumejua karama na miujiza. Tumejua kusudi na wewe kutuma Roho wako katikati yetu. Tumejua Bwana yatupasayo kuenenda. Tumejua viashiria vya kumpata Roho Mtakatifu. Tumejua viashiria vinavyosababisha usikae ndani yetu Baba. Na leo tena tuko mbele za uso wako Bwana. Tunatamani kushibishwa neno lako la uzima. Na Bwana, mtumishi wako ambao umempa neema kusimama madhabahuni kwako Baba, tujaze Roho wako kupitia neno lako la uzima, ili tukaweze kujaa na kufurika katika kujaa na kuendelea kunena siri za ufalme wako Bwana. Kwa sababu tumejifunza kwamba wewe kupitia Roho Mtakatifu tunaweza kutafsiri na mambo ambayo yako sirini Bwana. Kwa neema yako mchana leo tuwezeshe watoto wako Bwana. Tuko tayari kusikia ujumbe wako na neno lako la uzima likashuke katikati yetu Bwana. Kwa msaada wa Roho Mtakatifu tukaweze kupambanua na kujua yatupasayo kuenenda katika jina lako Yesu Kristo Mungu mkuu tunakuomba. Amen. Tunaendelea kujifunza, na hii sio kwamba tumemaliza leo. Uwezekano wa kuendelea kujifunza unakuhusu mimi na wewe. Kwa hiyo kadri ya siku inavyozidi kwenda, endelea kufanya mazoezi, endelea kujifunza neno la Mungu, endelea kupata muda wa kumtafakari Roho Mtakatifu. Kwa hiyo hatumalizi kwamba tukifundishwa hapa imeisha. Ni muendelezo. Roho Mtakatifu ndio maisha ya Mkristo. Bila Roho Mtakatifu hakuna Ukristo halali. Kwa hiyo msaada wetu ni Roho Mtakatifu na nguvu yetu ni Roho Mtakatifu. Mchana wa leo umepata neema ya kuendelea kuwepo ibadani mwa Mungu na imani mwa Mungu, tukiwa tunaendelea kusikia ujumbe wa Mungu. Na nitumie fursa hii kukaribisha mtumishi wa Mungu, mzee wa kanisa, mzee Mligo, kuja kulisema neno la Bwana. Karibu sana. Kingi wa rehema na neema atakutupatia siku hii ya leo ya tarehe 8 mwezi wa 6 2025. Ni kwa neema ya Mungu. Lakini kipekee nishukuru Mungu kanisa kwa ushiriki wenu katika semina ambayo tulitangaza kwa niaba ya mchungaji kiongozi tangu ile siku ya Jumatano. Mmehudhuria vizuri, mmefanya vizuri sana. Kwaya ya vijana mmeimba siku zote. Mungu awabariki sana kwenye ibada hizo. Na kwaya pia ya kanisa mmeimba jana. Mungu awabariki sana. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu. Unajua masuala haya yanapokuwa yameratibiwa na mbingu kwamba tutakuwa na semina, basi ujue kabisa kwamba uwepo wa Mungu uko hapa kwa ajili ya kutuhudumia. Maarifa ya Mungu yako hapa kwa ajili ya kutusaidia. Kwa hiyo usipange kukosa wakati mwingine. Jitahidi, pambana. Hata kama na mambo mengi, pambana at least basi usikose kabisa kabisa. Kwa sababu saa hii hatuwezi kuyaeleza yote ambayo tumejifunza kwenye ile semina. Na tulikuwa tuna vionjo. Mama mchungaji, tulikuwa na vionjo sana. Tunamshukuru sana mchungaji kiongozi. Ametupa vionjo fulani. Anakuja mwalimu huyu, kesho anakuja mwalimu mwingine. Na Mungu ametupa vipawa kwa namna ya tofauti. Tunahudumiana kwa kufaidiana. Tunaipenda, tumeisikia vizuri sana. Tulianza na Pasaka, tumekuja kwenye Roho Mtakatifu, imekaa sawa vizuri kabisa. Piga makofi hata kwa hilo basi ndugu yangu. Haleluya. Wale ambao wanatembea na maandiko, maana kuna maandiko alafu kuna neno. Wale wenye maandiko wanasema nabii hana heshima nyumbani kwake, lakini neno la Mungu, nabii anastahili heshima nyumbani kwake. Si ndio? Kwa hiyo ukitembea na hilo unaweza kana hasa huyu si mzee Mligo tu, huyu si mchungaji Alex tu, ni nani huyu mzee Nyaki tu, nani? Ni watumishi wa Mungu. Na lazima tujifunze kutumia vya kwetu, si ndio kweli?
Na leo tunahitimisha sasa. Na leo sitaki kuwa na maneno mengi sana zaidi ya kusherehekea tu. Yaani sitaki kuwa na maneno mengi marefu ya muda mrefu. Nimetumia muda mwingi sana, dakika 30. Nimetumia muda mrefu basi dakika 40. Niwe nimemaliza, alafu baada ya hapo tukasherehekee. Mwambie jirani yako, siku ndio hii. Ya kurejeshewa vilivyoliwa na madumadu na parare. Siku ya kurejeshewa nguvu mpya. Siku ya kuhuishwa. Siku ya kuamshwa kutoka usingizini ndio hii. Haleluya. Hata kama hujawahi kujazwa na Roho Mtakatifu hata siku moja, leo unajazwa na Roho Mtakatifu katika madhabahu hii. Kwa sababu nguvu hiyo ipo hapa. Ipo kuwainua watu wake. Usipate shida kabisa, hata kama ukuwepo kwenye semina, kile utakachopokea utajazwa nguvu za Roho Mtakatifu upya. Ni kweli tulijazwa. Hapo mwanzo tulijazwa, kitu tunaendelea kujazwa kila inapoitwa leo. Si unaiona simu hii? Hii simu ukichaji mara moja imeisha. Si kila siku inachajiwa hii. Kwa nini inachajiwa? Ni kwa sababu inatumika. Kwa leo tuna recharge nguvu za Mungu aliye hai. Fungua Biblia yako katika kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ile ya kwanza. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kwanza na mstari ule wa 8. Matendo ya Mitume, kama kuna msomaji wangu basi atakuwa ananisomea hapo, na Mungu atakubariki sana kwa kufanya hivyo. Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 8. Neno la Mungu linasema, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Amen. Lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Kwa hiyo anakuja Roho Mtakatifu juu yetu, alafu na nguvu inashuka. Alafu nguvu hiyo inaposhuka juu yetu haituachi kawaida. Tunakuwa na ushuhuda, tunakuwa mashahidi wa watu wengine. Tunalo neno la kusema, tunalo neno la ushuhuda. Nguvu ya Roho Mtakatifu ikishuka ndani yetu, tunakuwa na neno la ushuhuda. Tuna uwezo wa kumweleza mtu uzuri wa Yesu, uzuri wa imani hii ya Kikristo, thamani ya wokovu wetu. Ni kwa sababu nguvu imeshuka. Mathayo 11 mstari wa 12 mpaka wa 13. Mathayo 11 mstari wa 12. Neno la Mungu nasema, tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni haupatikani. Ufalme wa mbinguni upatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu wauteka. Tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu wanauteka. Tangu siku za Yohana Mbatizaji, ufalme wa Mungu unapatikana kwa nguvu, na nguvu hiyo ni ya Roho Mtakatifu. Hauna nguvu ya Roho Mtakatifu, hauwezi kuupata ufalme wa Mungu. Hauwezi kuishi maisha yenye ushindi, hauwezi kuitawala dunia, hauwezi kuitawala kwa sababu nguvu haipo. Na kwa mujibu wa maandiko hayo, pasipo nguvu ya Roho Mtakatifu, basi hakuna kanisa lenye nguvu duniani. Na hicho ndio kichwa cha ujumbe wetu wa mchana wa leo. Pasipo Roho Mtakatifu na nguvu zake, basi hakuna kanisa lenye nguvu duniani. Kanisa la Mungu lipo kwa ajili ya mission ya Mungu, yaani kwa ajili ya kazi maalum. Tuko hapa kwa kusudi la Mungu, kwa kazi maalum. Unajua sisi baada ya kuokoka na kumjua Yesu,
kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, tuna mission na Mungu, tuna mpango na Mungu, tuko hapa kwa ajili ya kulitimiza kusudi lake. Sasa si rahisi kuikamilisha mission ya Mungu kama hatuna nguvu ya Roho Mtakatifu. Na tunaposema kanisa, hatumaanishi majengo ambayo yanakuwa yameandikwa kama hapo naona pameandikwa The Free Pentecostal Church of Tanzania. Ni sawa. Lakini jengo hili lilipoandikwa hapo nje linamaanisha ni jengo letu sisi tunaokusanyika mahali hapa. Tukizungumza kanisa tunamaanisha kusanyiko, watu waliotengwa kwa kusudi maalum. Ni neno la asili la Kiyunani eklesia, lenye maana ya watu walioitwa au watu wanaokusanyika pamoja, watu waliotengwa kwa kusudi la Mungu. Hao ndio wanaoitwa kanisa la Mungu aliye hai. Warumi sura ya 8. Nizungumze kidogo kuhusu kanisa. Warumi sura ya 8 na mstari ule wa 28. Alafu Kutoka 30 mstari wa 30. Warumi 8:28. Nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Naam. Nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Tuko hapa kwa mission ya Mungu, tuko hapa kwa mpango wa Mungu, tuko hapa kwa maono ya Mungu. Uko Tanga kwa sababu ya kusudi la Mungu. Ni kweli wewe ni daktari, ni kweli wewe ni mwalimu mahali fulani unafundisha shule, ni kweli wewe ni uko mahali ni mfanyabiashara kwenye soko la aina fulani, ni kweli umefungua biashara mahali fulani, lakini nataka nikwambie hayo mambo yote hayo ni visaidizi tu vya kukufanya utimize kusudi la Mungu. Uko hapa kwa ajili ya mission ya Mungu, mpango mahususi wa Mungu kwa ajili ya kazi yake aliyokusudia. Kwa hiyo kanisa sio jengo. Kanisa, tunapozungumza kanisa, maana yake ni mtu aliyetubu dhambi kwa kumaanisha kuziacha na kumpokea Yesu kwenye maisha yake kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake na kuishi sawa sawa na neno la Mungu. Huyo mtu ndio tunaita kanisa, na linaanza na mtu mmoja. Wanapokusanyika wawili, sasa linaitwa kusanyiko, ambalo Biblia inasema tusiache kusanyika pamoja kama ilivyo desturi. Hilo ndio kanisa. Sasa kanisa ambalo halina nguvu ya Roho Mtakatifu, hilo ni dini kama dini nyingine. Ni dini kama dini nyingine tu unayoifahamu wewe, hiyo ya Kihindu, hiyo haina maajabu, yani haiwezi kufanya chochote. Watu wataingia na kutoka kwenye mahekalu, lakini hakuna nguvu, hakuna kinachoweza kupindua ulimwengu, kubadilisha asili ya mambo, kubadilisha mambo yasiyowezekana yakawezekana. Hakuna kama nguvu ya Roho Mtakatifu haipo ndani yake. Kutoka 30:30. Neno la Mungu nasema, nawe utawatia mafuta Haruni na wanawe na kuwatakasa ili wanitumikie katika kazi ya ukuhani. Naona nitatia mafuta hii familia ya Haruni kwa kazi maalum. Roho Mtakatifu jina jingine ni mafuta. Sawa? Ni Roho Mtakatifu kwa jina jingine tunaita nini? Ni mafuta. Akatiwa mafuta, maana yake amepewa nguvu za Mungu kwa kazi maalum, kwa kusudi maalum. Sio kila mtu anaweza kahudumu katika patakatifu pa patakatifu pake, katika hekalu la kwenye kazi ya ukuhani. Wametengwa kwa kazi maalum. Jana tuliangalia masuala ya karama za Roho Mtakatifu, kwamba kila mtu ametengwa kwa namna yake, ana karama ya namna yake kwa kusudi la kulikamilisha kanisa la Mungu aliye hai. Kwa hiyo kanisa la Mungu haliwezi kuwa na nguvu kama nguvu ya Roho Mtakatifu haiko ndani yake. Lakini ukisoma Waefeso 1:22-23, kanisa ni mwili wa Kristo. Kanisa ni mwili wa Kristo. Kanisa ni mwili wa Kristo. Na tunaposema mwili wa Kristo, maana yake sisi ni viungo, ndio tunatengeneza mwili huo. Kila mmoja kwa nafasi yake tunatengeneza. Kanisa ni mwili wa Kristo.
Na tunaposema kanisa, maana yake kanisa halijaanza leo. Kanisa lilikuwepo tangu mwanzo. Tangu taifa la Israeli tunasema ni kanisa la jangwani. Kanisa la wapi? Kanisa la jangwani. Unajua wakati mwingine kuna watu wanasema unajua watu wanajiita Wakristo, lakini Wakristo hawa kwenye Biblia hakuna andiko lililoandika Wakristo. Yaani mstari unaoonyesha Mungu alituita si Wakristo. Ila watu walianza kutuita baadaye tukawa tunaitwa Wakristo. Lakini neno kanisa limeitwa na Yesu mwenyewe. Yaani Yesu mwenyewe ameliita kanisa lake. Anapomwambia Petro, na katika mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Anazungumza kanisa lake. Matendo ya Mitume 7:37. Matendo ya Mitume 7:37, neno la Mungu linasema, Musa huyo ndiye aliyewaambia Waisraeli, Bwana Mungu wenu atawainulieni nabii katika ndugu zenu kama mimi, msikieni yeye. 38. Yeye ndiye aliyekuwa katika kanisa jangwani pamoja na yule malaika aliyesema naye katika mlima wa Sinai, tena pamoja na baba zenu ndiye aliyepokea maneno ya uzima atupe sisi. Amen. Kwa kanisa la jangwani mchungaji wake alikuwa Musa. Na ndio maana unaona kuna mambo ambayo yanafanana sana na Yesu. Musa kuna mambo kadha wa kadha ambayo yanafanana sana na Yesu. Anasema Musa alimuinua nini? Nyoka jangwani, ili kila anayemtazama yule nyoka aweze kuishi. Lakini katika Agano Jipya mwana wa Mungu aliinuliwa ili kila anayemtazama awe na uzima wa nini? Wa milele. Kuna mambo yanashabihiana hapo. Kwa hiyo kanisa la kwanza na lenyewe halikuweza kushinda bila nguvu ya Roho Mtakatifu. Kama unasoma katika kitabu kile cha Hesabu sura ya 11, unaweza kuona kwamba pasipo nguvu ya Roho Mtakatifu kanisa haliwezi kuwa na nguvu. Hesabu 11 mstari ule wa 11 mpaka wa 17. Usende pale. Hesabu 11 mstari wa 11 mpaka wa 17. Musa akamwambia Bwana, mbona umenitenda uovu mimi mtumishi wako? Kwa nini sikupata neema machoni pako hata ukanitwika mzigo wa watu hawa wote juu yangu? Je, ni mimi niliyowatungisha mimba watu hawa wote? Watu hawa wote, je, ni mimi niliyewazaa hata ikawa wewe kuniambia haya wachukue kifuani mwako, mfano wa baba mwenye kulea achukuavyo mtoto anyonyaye, aende nao mpaka nchi uliowaapia baba zao? Nipate wapi nyama ya kuwapa watu hao wote? Kwani wanililia wakisema, tupe nyama tupate kula. Mimi siwezi kuwachukua watu hawa wote peke yangu, kwa kuwa ni mzigo mzito sana wa kunishinda. Na kama ukinitenda hivi na kuomba uniulie mbali, kwamba nimepata fadhili mbele ya macho yako, nami nisiyaone haya mashaka yangu. Mstari 16. Kisha Bwana akamwambia Musa, nikusanyie watu 70 miongoni mwa wazee wa Israeli ambao wewe wawajua kuwa ndio wazee wa watu hawa na maakida juu yao, ukawalete hata hema ya kukutania, wasimame huko pamoja nawe. Nami nitashuka niseme nawe huko, nami nitatwaa sehemu ya roho iliyo juu yako na kuiweka juu yao, nao watachukua mzigo wa watu hawa pamoja nawe, ili usichukue wewe peke yako. Amen. Musa mtumishi wa Mungu ambaye aliitwa na Mungu kwa namna ya kipekee sana, ameongoza wana wa Israeli kutoka kule Misri
anasafiri pamoja nao, lakini changamoto alizokuwa anazipitia ni nyingi. Maneno anayozungumza Musa hapa ni maneno magumu. Yaani kwa lugha nyingine unaweza kusema hana adabu kwa Mungu. Lakini kwa wale watumishi wenzangu, mnafahamu kunafika mahali kuna mambo unayabeba kama mtumishi wa Mungu unachoka. Kuna mambo unayabeba unafika mahali unakata tamaa. Musa amebeba mzigo huu, umefika mahali ni ngumu. Kuongoza watu sio kazi nyepesi ndugu yangu. Anaenda inafika mahali mpaka viongozi anaowaamini wanamjadili. Wanamwambia hivi, Mungu anaongea na wewe peke yako, kwani Mungu hawezi kuongea na sisi? Yaani wale unaowategemea ni watu wa karibu wakusaidie, wanakaa wanakuteta, wanazungumza na wewe. Mungu mwenyewe anaingilia kati, anasema kwa nini mnamsema mtumishi wangu? Unajua hakuna kitu kigumu watu wengine wanaweza wakasema, lakini watu wa karibu, viongozi wa karibu ambao wewe unatazamia wakutie moyo kwenye kazi ulio nayo, lakini ndio wanaogeuka kuwa mwiba kwenye maisha yako. Inafika mahali Mungu anaingilia kati mwenyewe. Lakini anawaongoza hawa wana wa Israeli kwa kusikiliza maelekezo. Usifikiri ni kazi rahisi. Unaamka asubuhi hujui wana wa Israeli wanakula nini, na wamekaa. Wakati mwingine umeweka hema au mko safarini, hujui kinachoendelea, wala hujui kitatoka wapi chakula, kitapatikana wapi. Unaishi kwa imani. Kuishi kwa imani sio jambo jepesi. Unaamka asubuhi na imani kwenye akaunti yako kuna hela. Unaamka asubuhi na imani kwa sababu kuna hela, kuna chakula kwenye friji. Musa anaamka asubuhi hakuna kitu. Na unawajua wanadamu walivyo, watasema wanaosema, wanaongonga wataongea, kila kitu watasema. Mambo tunakuja kufanya nini huko? Tungebaki kule Misri tulikuwa tunakula tunashiba. Ni kweli tulikuwa tunabeba matofali ya moto, lakini bora tungekaa kule tu. Hii programu, huu mpango wa Musa hatuuelewi. Afu yale maneno yanakufikia. Yakafika mahali kwenye piki ya juu, Musa akasema, Mungu yatosha. Kama nimepata neema na kibali kwako, yatosha. Sikuwatungisha mimba hawa. Kwa nini wanitese? Na wapa chakula kutoka wapi Mungu? Kama nimepata neema kwako, niondoe kwenye uso wa dunia kuliko watu hao. Hakuna kazi kubwa ya kiongozi wa kanisa kuongoza watu ambao hawana Roho Mtakatifu. Hakuna kazi kubwa ya kiongozi wa idara au wa sekta yote ambao hawana Roho Mtakatifu. Hakuna kazi kubwa ya kuongoza taifa ambalo halina watu wa Mungu waliojawa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Ni kazi kubwa. Nchi inaweza isikae sawa kwa sababu hakuna watu wa Mungu wenye maono, wenye ufunuo juu ya taifa lao, ambalo Mungu anaweza kazungumza nao akawapa ufunuo juu ya taifa lao. Inafika mahali viongozi wa nchi wanakata tamaa, wanaona nchi haitawaliki kwa namna moja au nyingine. Inafika viongozi wa kidini wanakata tamaa juu ya kuongoza makundi haya. Unaonya mtu leo, kesho anafanya kile kiretu. Unajitahidi, unapambana, unatafuta uso wa Mungu, alafu unasikia watu wanaongea juu ya habari zako kama mtumishi wa Mungu. Inakatisha tamaa. Kwa nini? Kwa sababu watu hao hawana roho moja na wewe. Wewe una roho wa Mungu sawa, Mungu amekujaza roho wake sawa, lakini wenzako wako mwilini kabisa. Hata mkikaa kwenye vikao vya mabaraza, wao kazi yao ni kupinga tu, hawana hoja ya kujenga. Kwa nini? Kwa sababu wako tofauti na wewe, wako kinyume na wewe tu. Mungu akamwambia, nimekuelewa, sikuui. Mpango na misheni yangu lazima iendelee. Sikuui, ufi baba. Utakwenda na watu hao, haiwezekani. Utaenda, nichagulie watu 70. Nichagulie watu 70, nishughulike. Nitashuka mwenyewe mzee mwenyewe nitashuka, nikusaidie. Mungu atusaidie sana. Ukiwaona watumishi wa Mungu wakati wanapomoka mbele ya Mungu, wakati kuna mambo magumu yametokea, afu Mungu mwenyewe anaingilia kati, anasema lazima shughuli iendelee. Akina Petro wakakamatwa wakawekwa ndani, watu wakakaa kwenye maombi, mzee mwenyewe anashuka mwenyewe, anaambia malaika, wewe toka, nenda chukua, fungua mageti yale watu wangu watoke. Alafu anafunguka mageti yenyewe, alafu akina Petro wanatoka nje. Kwa nini? Kwa sababu Mungu misheni yake haikwami. Mungu misheni yake lazima itimie.
mpango alionao na wewe lazima utimie kwenye maisha yako. Hakuna kukata tamaa. Hakuna kukata tamaa. Haijalishi mapito unayapitia ni ya namna gani, nguvu ya Mungu ipo kwa ajili ya kukutia moyo, kukuinua tena upya, usimame uendelee pamoja na Mungu. Mpango wa Mungu ni kulitimiza kusudi lake duniani kupitia wewe, na wewe ni mtu wa thamani. Mungu anakujali, Mungu anakuthamini, anataka timize mpango wake kupitia wewe. Sasa ili uweze kwenda vizuri, usiende kama Musa alivyokwenda, lazima nguvu ya Roho Mtakatifu iwe ndani yako. Nguvu ya Roho Mtakatifu ikiwa ndani yako, maana yake utamuelewa Mungu, utamuelewa kiongozi, utaelewa Mungu anachosema. Kuna wakati kuna mambo unajiuliza maswali, majibu hamna. Alafu unapokwenda mbele za baraza ya Mungu, unahojiana na yule mzee, alafu baadaye unasikia anakuambia, usiogope, niko pamoja na wewe. Maneno machache namna hiyo, alafu yanaamsha ile nia ya ndani, inachipuka ile furaha ya Roho Mtakatifu. Unaanza kushangilia katika ulimwengu wa roho, unasema, Mungu asante. Niliingia kwenye chumba cha maombi nikiwa na huzuni, lakini kupitia maombi haya nimekuona Mungu aliye hai. Kwa nini? Kwa sababu unakutana na mzee mwenyewe. Jambo la pekee ambalo mimi namshukuru Musa, hakuficha chochote kwa Mungu. Nataka nikwambie, ukiwa na mambo, ukiwa na changamoto, usifiche. Mwambie Mungu, eleza ukweli. Haya, njoni na tuhojiane, eleza upate kupewa haki yako. Musa akamwambia, ngumu nitoe kwenye uso, siwezi kundi hili mimi. Watu wenye shingo ngumu wasiotaka kusikia chochote, nifute. Mungu akamwambia, nitengenezee watu 70, alafu nitakwambia. Mstari wa 25, twende msomaji wangu. Mstari wa 25 mpaka 26. 25 mpaka 26. Kitabu cha Hesabu 11 mstari wa 25 mpaka au anzia pale 23, tutaelewa vizuri. Kuanzia 23. Bwana akamwambia Musa, je, mkono wa Bwana umepungua urefu wake? Sasa utaona kwamba neno langu litatimizwa kwako, au sivyo. Musa akatoka akawaambia watu maneno ya Bwana, akawakutanisha watu 70 miongoni mwa wazee wa watu, akawaweka kuizunguka hema. Ndipo Bwana akashuka ndani ya wingu, akanena naye. Akatwaa sehemu ya roho iliyokuwa juu ya Musa, akaitia juu ya wazee 70. Ikawa roho hiyo ilipowashukia wakatabiri, lakini hawakufanya hivyo tena. Amen. Je, mkono wangu umekuwa mfupi? Kwenye kitabu cha Isaya 59 anasema, je, sikio langu limekuwa haliwezi kusikia, au mkono wangu ni mfupi hata usiweze kuokoa, au sikio langu limekuwa zito lisiweze kusikia? Na hapa anamuuliza, anamwambia bana yake nini? Nipo pamoja na wewe, ila hujanielewa tu. Kusanya watu 70 alafu nikuelewesha. Alipowakusanya watu 70, maana yake Roho Mtakatifu akawajaza wale watu 70, wakaanza kutabiri. Unajua wanapotabiri wanatabiri nini? Maana yake wanatabiri yaliyo mema kwenye maisha yao. Wanaona mafanikio, wanaiona Kanani ile pale. Unaona hiyo ile hali ya kukata tamaa inaondoka. Wanaona kwale wa kesho. Wanapata matumaini kwamba leo hatuna mana, lakini kesho tutakuwa na kwale. Leo tunakula mana, kesho tutakula kwale. Matumaini yapo kwa sababu Roho wa Mungu amewajaza. Wanaanza kuongea lugha moja. Unajua wazee 70, narudia ile statement kwamba ukizungukwa na watu, wewe ukiwa na nguvu ukazungukwa na watu dhaifu, hata wewe ni dhaifu. Lakini ukiwa dhaifu ukazungukwa na watu wenye nguvu, basi na wewe una nguvu. Wazee 70 walipomzunguka Musa, kazi ikaendelea. Watu wakaendelea kuchapa kazi bila shaka aina yote. Pasipo Mungu, pasipo nguvu ya Roho Mtakatifu, hakuna kanisa lenye nguvu. Inabaki kama dini zingine zilivyo. Dhambi ni kitu cha kawaida. Maisha yanaishi kama watu wengine wa duniani tu. Hakuna mabadiliko yoyote. Lakini nguvu za giza zinatawala na kuwatesa watu wa Mungu kama watu wengine wa duniani. Vita vya kiroho vinakuwa vigumu kupambana kwa sababu watu wanapambana kwa kutumia miili yao na nguvu zao.
Kwa sababu kama Paulo anafundisha anasema ingawa tunaendelea kwa mwili lakini vita vyetu na silaha zetu si za mwili. Maana yake anazungumza nguvu ya Roho Mtakatifu ikiwa ndani yako, upambani wewe, unapambana, anapambana Mungu mwenyewe kupitia Roho wake Mtakatifu. Mungu atusaidie sana. Pasipo Roho Mtakatifu hakuna kanisa lenye nguvu dunia. Roho Mtakatifu ni nini? Tunaposema Roho Mtakatifu tunaongelea ni nafsi hai ya Mungu mwenyewe. Tunaongelea nafsi hai ya Mungu mwenyewe. Soma Biblia katika kitabu kile cha Waebrania 1 mstari wa 1 mpaka wa 4. Waebrania 1 mstari wa 1 mpaka wa 4. Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, akivichukua vyote kwa amri ya uweza wake, akiisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu uko juu. Mstari wa 4, amefanyika bora kupita malaika kwa kadiri jina lililo amefanyika bora kupita malaika kwa kadiri jina alilolirithi lilivyotukuka kuliko lao. Kwa maana alimwambia malaika yupi wakati wowote, ndiye mwanangu, mimi leo nimekuzaa, na tena mimi nitakuwa kwake baba na yeye atakuwa kwangu mwana. Hata tena amletapo mzaliwa wa kwanza ulimwenguni asema na wamsujudu malaika wote wa Mungu. Amen. Asante sana. Biblia hapo inasema Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku amesema na sisi katika mwana. Manake Mungu amejifunua kwa wanadamu katika nafsi tatu. Amejifunua, alisimama kama baba mwenyewe, akazungumza kupitia manabii, na baadaye akajifunua kupitia mwana. Mwana akazaliwa, akavaa mwili, akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake. Lakini mwana naye alipokuwa anaendelea kukamilisha ile safari, katika kitabu kile cha Yohana sura ya 14 anasema, nami nitamuomba Baba, naye atawaletea msaidizi mwingine, ambaye yeye hatayanena yaliyo yake, bali atayanena yaliyo kwangu. Kwa hiyo wakati wa sasa Mungu anajifunua kupitia Roho wake Mtakatifu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni nafsi hai. Na hapa watu wanachanganyaga, wanasema Wakristo tunaabudu miungu mitatu. Tunamwabudu Mungu mmoja tu. Mungu ni mmoja tu ambaye amejifunua katika utendaji kwa nafsi tatu, katika utendaji wake. Kwa hiyo tunapozungumza Roho Mtakatifu, maana yake ni nafsi iliyo hai. Ni nafsi iliyo hai, maana yake inahuzunika, inasikia vibaya. Biblia inasema msimuhuzunishe Roho wa Mungu. Maana yake Roho wa Mungu anahuzunika anapoona hatuendi sawa sawa. Lakini inasema kwa faraja yote ya Roho Mtakatifu, maana yake yeye ni mfariji. Lakini yeye ndiye anayewahakikishia ulimwengu kwa habari ya haki na hukumu. Ni nafsi iliyo hai hai hiyo. Lakini jana tuliona yeye ndiye anayetoa karama zote za Roho Mtakatifu, huduma zote 5 katika kitabu cha Efeso 4:11 na kuendelea, na karama zote 9 katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 12 na kuendelea. Zote anaziratibu yeye. Huduma yoyote inayofanyika haiwezi kuwa na ubora wowote ule kama nguvu ya Roho Mtakatifu haiko ndani yake. Kwa hiyo Roho Mtakatifu tunapozungumza, tunazungumza package kubwa. Hatuzungumzii tu kunena kwa lugha, tunazungumzia maarifa ya kutosha na hekima ya Mungu ndani yake. Tunazungumzia habari za ufunuo wa karama mbalimbali ndani yake. Tunazungumzia kwa habari ya utendaji usio wa kawaida kupitia watumishi wa Mungu. Kwa hiyo
tunaposema pasipo Roho Mtakatifu kanisa, hakuna kanisa lenye nguvu duniani. Maana yake hiyo package, kama kanisa ikikosa nguvu, kanisa hilo ni dhaifu. Haliwezi kushindana na nguvu ya ulimwengu, haiwezi kushindana na nguvu ya adui. Lazima litashindwa tu, kwa sababu halina uwezo wa kushindana na nguvu hiyo. Lakini Roho Mtakatifu sio kwamba, kama nilivyosema, alifanya kazi wakati wa Agano la Kale. Ni kweli manabii wote waliokuwa wanaongea habari wakati ule za Mungu aliye hai, wanapeleka jumbe kwa watu, waliongozwa na Roho Mtakatifu. Lakini kama tulivyoona kule kwa watu 70, inakuja kwa muda tu alafu inanyamaza. Wale ndugu walijazwa Roho Mtakatifu wakatabiri, lakini hawakutabiri tena. Lakini watumishi wengi walifanya kazi chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu. Danieli akiwa na Roho Mtakatifu alikuwa na uwezo wa kuwa na maombi yenye nguvu. Anaomba kwa siku mara 3, na hata wanamwegea mtego kwa ajili ya huduma yake ya maombi anayofanya na utumishi wake, na akasimama mbele za Mungu vizuri. Wakamhukumu, wakampeleka kwenye tundu la simba, akaingia. Kwa sababu anayo nguvu ya Mungu, simba walimtazama tu, hakuweza kumshinda. Yusufu alikuwa na Roho Mtakatifu, alikuwa na karama za ufunuo na ndoto zilikuwa ndani yake. Anaona mambo ya miaka mingi ijayo, kwa sababu Roho Mtakatifu alikuwa anafanya kazi kwa namna isiyo ya kawaida. Lakini pia Roho Mtakatifu alifanya kazi pia kupitia watumishi wa Mungu mbalimbali. Kama unasoma sura ya 14 kitabu cha Waamuzi, mstari wa 5 mpaka wa 6, tunamkuta mtu mmoja anaitwa Samson, ambaye anasema ni mnadhiri wa Bwana, ambaye alikuwa mnadhiri wa Bwana tangu tumboni mama yake. Akapewa na masharti ya namna ya kumlea mtoto huyu. Manoa akamwambia Mungu, hebu tuelekeze, malaika wa Bwana tuelekeze ni namna gani tutakavyomlea mtoto ili tusikosee. Na malaika wa Bwana akawaeleza vizuri kabisa. Wakajawa na nguvu isiyo ya kawaida, na wakatikisa Wafilisti kwa namna isiyo ya kawaida. Kwa nini? Kwa sababu nguvu ya Mungu ilikuwa ndani yao. Mwanaume aliyekuwa na uwezo wa kukusanya mbweha 400, mbweha 300, na wakusanya pamoja na wafunga mienge ya moto, alafu anawatupa kule, anawaambia waende, alafu wanakimbilia kwenye mashamba ya Wafilisti, wanachoma yale mashamba yote, yanaungua kama kisasi kwa Bwana. Mtu ambaye walikuwa wanafunga, hata wangefunga minyororo inakatika kama uzi unavyokatika kwenye moto, kwa sababu ya nguvu ya Mungu iliyoko ndani yake. Kwa Roho Mtakatifu, hata ukisoma kitabu cha Mwanzo kwamba hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, Biblia inasema ana roho alikuwa ametulia kwenye vilindi vya maji. Maana Roho Mtakatifu asili yake alikuwepo tangu mwanzo, yupo na anafanya kazi. Ukisoma kitabu cha Wafalme wa Pili 6:14 mpaka 17, Wafalme wa Pili 5:20 mpaka 27, unaweza kaona kule namna Mungu ambavyo alifanya mambo yasiyo ya kawaida kupitia akina Daudi. Inafika mahali Gehazi anatoka nje saa ya alfajiri, anaona majeshi yamejipanga kwa ajili ya kuvamia Elisha. Anaanza kumwambia bwana wake, ole wetu kwa sababu tuna majeshi ambayo yamejipanga kupambana na sisi. Elisha anamwambia, walio pamoja na sisi ni wengi kuliko majeshi unayoona. Maana yake alikuwa na karama za ufunuo. Karama za ufunuo alikuwa nazo, karama za hekima alikuwa nazo, karama za kupambanua roho alikuwa nazo, alikuwa na uwezo wa kuona. Akasema, usipate shida Gehazi, ngoja nikufanyie kitu kimoja tu. Mungu akufungue macho yako uone kile ninachokiona mimi. Ndipo mtumishi yule alipotoka nje akaona magari ya moto yaliyojipanga kwa namna isiyo ya kawaida kwa ajili yake. Kwa hiyo Roho Mtakatifu alitenda kazi pia kwenye kanisa la kwanza. Hata wafalme walistawi kwa sababu ya watu wenye roho wa Mungu. Wafalme walistawi katika nchi zao kwa sababu wako manabii ambao wana roho wa Mungu ndani yao. Mfalme mmoja akawaita watu wake kikao siku moja, akamwambia, hivi naomba niseme, kila tunapotaka kuwavamia taifa hili la Israeli tuwavamie, wanapata taarifa mapema. Ni nani miongoni mwetu ambaye anatoa siri?
tumjue hapa, ambaye tukizungumza kikao cha agenda ya ndani kabisa tunazungumza, lakini tunashangaa wale watu tukifika kule tayari washajiandaa. Yupi anayetuasi kwenye vikao vyetu? Mfalme anauliza. Mtu mmoja akasema, mfalme usipate shida, miongoni mwetu watu wote ni waadilifu tu, wala hakuna aliyekuasi hata mmoja. Lakini yuko mtumishi mmoja anaitwa Elisha. Yeye huyo ana Mungu ambaye anaweza kaona mambo yako chumbani kwako. Huko chumbani ulikokaa ana uwezo wa kuyaona hayo mambo. Ndipo alipoamuru jeshi lake sasa, anawaambia twende tukamvamie. Ndipo anakutana na hicho kisa, anakutana na majeshi ya mbinguni yameshajipanga tayari kwa ajili yake. Oh, haleluya. Unajua, unapopita kwenye majaribu mbalimbali unaona kama uko peke yako. Hauko peke yako. Unapokuwa unapita kwenye majaribu mbalimbali, Mungu yuko pamoja na wewe. Ndio maana amesema katika kitabu kile cha Isaya sura ya 43 au 41, anasema usiogope, maana niko pamoja na wewe. Mimi ni Mungu wako. Usiogope, niko pamoja na wewe. Ujapopita kwenye maji mengi hayatakugarikisha. Ujapopita kwenye miali ya moto haitakuunguza, maana niko pamoja nawe, kwa sababu wewe ulikuwa wa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa nimekupenda. Mfalme huyo akaondoka na jeshi lake. Anafika pale anakuta jeshi la mbinguni liko pale linakesha kwa ajili ya watumishi wake. Akia Mungu, ukiwa niseme maneno haya, ukiwa na nguvu ya Mungu na jeuri unajeuri. Unajua vipengo na machini ya tanga yanapoleta vitisho kwenye maisha yako, hauwezi kuviogopa. Wachawi wanapokutishia kwamba watakuloga au watakuua, hawawezi kufanikiwa, kwa sababu mtu ni mtu wa tofauti. Mfalme Elisha akatoka akawaambia wapige upofu watu hawa, waweke ujinga. Wakawekewa ujinga ndani yao. Alafu ndugu zangu, tendeni niwapelekeni huku. Wakaenda mpaka kwa mfalme, akawapeleka. Anamwambia mfalme, nimekuletea maadui zako wako hapa. Anamwambia sasa tunasubiri nini? Kwa nini usiwaangamiza? Akamwambia sasa unawaangamiza wa nini? Watu ambao wamefika mpaka hapa, watengenezee msosi, wapikie chakula wale. Watu wakaandaliwa chakula, wakaingia mesi, buffet zikawekwa pale, wakala. Wajapojipanga kwa njia 7 kwa njia moja watatawanyika kwa njia 7. Watachimba mashimo, watatumbukia wenyewe, kwa sababu nguvu iliyoko ndani yetu sio ya kawaida. Mungu asifiwe sana. Lakini ni pale nguvu ya Roho Mtakatifu inapokuwa ndani yetu. Nguvu ya Roho Mtakatifu inapokuwa ndani yetu, hakuna kibwengo wala majini wala roho yoyote ile inayoweza kusimama mbele yetu. Tunashinda na zaidi ya kushinda katika yeye atutiaye nguvu. Tunaweza mambo yote katika yeye atutiaye nguvu. Tunapopita kwenye majaribu mbalimbali, Mungu atafanya na mlango wa kutokea. Haleluya. Je, mkono wangu umepungua, umekuwa mfupi? Mungu anamwambia. Ukisoma ile habari anasema asubuhi kwale wakatokea. Ukisoma kwenye ile habari ya Musa na wale watu 70, ukisoma mistari ya mbele anasema baadaye asubuhi kwale wakatokea. Wakaja wakawingi. Anaposema kwamba je, watu hawa mimi nitoe wapi chakula cha kuwalisha? Nataka nikwambie, nguvu ya Roho Mtakatifu kiwepo, uchumi wako unakaa sawa, familia yako inakaa sawa, kazi yako inakaa sawa, biashara yako inakaa sawa, kwa sababu Roho wa Mungu yuko katikati yako kukuongoza na kukusaidia katika mambo yote. Kumbuka, Roho Mtakatifu hakusaidii kwenye area moja tu, kwamba labda masuala ya kiroho peke yake. No, kwa sababu Mungu ana mission na wewe, na kwa sababu ana mission na wewe, anataka ufanikiwe kama roho yako inavyofanikiwa. Mungu atusaidie sana. Kamwe hatuwezi kutimiza kusudi la Mungu duniani pasipokuwa na Roho wa Mungu na nguvu zake. Soma Biblia katika kitabu kile Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 1. Tunaingia sasa kwenye kilele chenyewe cha sherehe yetu. Matendo ya Mitume sura ile ya 2 mstari wa 1. Soma mpaka mstari wa 21. Mistari mingi tu, maana ndio mistari ya mwisho ya kusoma mchana huu. Mengine yote naacha. Neno la Mungu linasema,
Hata ilipotimia siku ya Pentekoste walikuwako wote mahali pamoja. Kukaja ghafula toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Na walikuwako Yerusalemu Wayahudi wakikaa, watu wataua, watu wa kila taifa chini ya mbingu. Basi sauti hii iliposikiwa, makutano walikutanika, wakashikwa na fadhaa, kwa kuwa kila mmoja aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe. Wakashangaa wote, wakastaajabu wakiambiana, tazama hawa wote wakaambiana, tazama hawa wote wasemao si wa Galilaya? Imekuwaje basi sisi kusikia kila mtu lugha yetu tuliozaliwa nayo? Walparthi na Wamedi na Waelami na wakao Mesopotamia, Uyahudi na Kapadokia, Ponto na Asia, Frigia na Pamfilia, Misri na pande za Libya karibu na Kirene, na wageni watokao Rumi, Wayahudi na waongofu, Wakrete na Waarabu, tunawasikia hawa wakisema kwa lugha zetu matendo makuu ya Mungu. Wakashangaa wote, wakaingiwa na shaka, wakiambiana, maana yake ni nini mambo haya? Wengine walidhihaki wakisema, wamelewa kwa mvinyo mpya. Lakini Petro akasimama pamoja na wale 11, akapaza sauti yake akawaambia, enyi watu wa Uyahudi na ninyi nyote mkao Yerusalemu, lijueni jambo hili, mkasikilize maneno yangu. Sivyo mnavyodhani, watu hawa hawakulewa, kwa maana ni 3:00 mchana. Lakini jambo hili ni lile lililonenwa kwa kinywa cha nabii Yoeli, itakuwa siku za mwisho, asema Mungu, nitawamwagia watu wote roho yangu, na wana wenu na binti zenu watatabiri, na vijana wenu wataona maono, na wazee wenu wataota ndoto. Naam, na siku zile nitawagawia watumishi wangu wanaume na wanawake roho yangu, nao watatabiri. Nami nitatoa ajabu katika mbingu juu na ishara katika nchi chini, damu na moto na mvuke wa moshi. Jua litageuka kuwa giza na mwezi kuwa damu, kabla ya kuja ile siku ya Bwana iliyo kuu na iliyo dhahiri. Mstari 21, na itakuwa kila atakayeliitia jina la Bwana ataokolewa. Amen. Naona maneno hayo. Hii ilikuwa ni siku ya 50 baada ya Yesu Kristo kufufuka. Wakaambiwa wakae Yerusalemu, wasiondoke mpaka ahadi ile itakapotimia juu yao. Siku hii ya malimbuko, siku ya mavuno, ni sikukuu ya Wayahudi, shughuli mbalimbali zikiendelea. Wakiwa wameketi pamoja, ghafla upepo usio wa kawaida ukaingia ndani yao. Ghafla ndimi zao zikaanza kubadilika maneno, wakaanza kuongea lugha zingine ambazo wao hawazijui. Lakini cha ajabu zaidi, wale watu waliokuwa wamekusanyika kwenye ile sherehe wako eneo la nje, ambao ni Waarabu, watu wa kutoka maeneo mbalimbali wamejaa katika maeneo hayo. Cha ajabu, wale watu walioko ndani wanaongea maneno ya kumtukuza Mungu ya wale watu walioko nje. Wale watu wakasema, imekuwaje jambo hili? Biblia inasema wakashangaa, imekuwaje watu hawa, watu ambao sio kabila letu wala sio Waarabu, wananenaje maneno ya kumtukuza Mungu ya Kiarabu? Wakashangaa. Na wengine wakaanza kustaajabu, wakasema inawezekana labda hao watu wamepata mvinyo kidogo. Lakini hawakuwa wamesahau, hawakuwa wamekosea. Kwa sababu Biblia inasema msilewe kwa mvinyo, bali mjaze nini? Roho. Walikuwa wamelewa kweli, lakini wamelea Roho Mtakatifu. Unajua mlevi, mtumishi wa Mungu alifundisha juzi mlevi akishanywa kunywa pombe, unajua kwa nini pombe inakatazwa? Ushajua kwa nini pombe inakatazwa? Pamoja na mambo mengine.
Mlevi akinywa pombe ufahamu unaondoka. Yaani humo barabara akitembea namna anaona watu wote hawa ni wezi mimi. Hawa ni wezi. Magorofa yalioko hapa yote ya kwangu haya. Mimi sio maskini. Ndio mkutana naambia mimi sio maskini. Wanakuambia mimi maskini nini? Mimi na uwezo wa kununulia gari wewe. Ufahamu unaondoka, anabaki mtu fulani. Tunapojazwa na nguvu ya Roho Mtakatifu hatubaki kama tulivyo. Dunia haituelewi, baraka inasema wala ulimwengu hautamtambua. Kwa hiyo sisi tunakuwa tumeingia kwenye ulimwengu mwingine. Hata tunapoongea lugha zetu na maisha yetu yanatofautisha na watu wengine. Hawatuelewi hawa lokole wakoje, hawa watu wa Pentekoste wakoje. Hawatuelewi kwa sababu tumelewa kwa mvinyo ambao ni Roho wa Mungu ndani yetu, amejaa ndani yetu. Waliposema hivyo namna hii, mtumishi wa Mungu Petro akasema ngoja kwanza nisimame. Akasikia kitoto kinacheza ndani ya moyo. Sasa sikilizeni jamani, sio kwamba watu wamelewa. Saa hizi ni saa 3 ya mchana. Hakuna mtu ambaye amelewa hapa, isipokuwa ni lile neno ambalo nabii Yoeli alilitabiri zamani zile, kwamba hata itakuwa baada ya hayo nitamimina Roho wangu juu ya wana wenu na binti zenu, wanaume na wanawake, nao wataota ndoto, nao watatabiri, na kila liitiaye jina la Bwana ataokolewa. Biblia inasema siku hiyo wakaokoka watu zaidi ya 3,000. Umeona hiyo sasa? Mission ya Mungu. Nimesema tuko kwa ajili ya mission ya Mungu. Zaidi ya watu 3,000 wakaokoka. Unajua kuokoka, nguvu ya Mungu ikiwepo kanisani, unaweza usiende huko mtaani. Nguvu ya Mungu iliyoko katikati ya mji hapa tulipo inasambaa. Tikiza nikwambie, uwepo wa Mungu na nguvu ya Mungu na nguvu ya uamsho inapokuwepo ndani yetu, inaenda inasambaa katika ulimwengu wa roho wa eneo lilokaa. Watu, ile neema tunasikia, neema ya Mungu iwaokoayo watu, inayotufundisha kukataa ubaya na kuishi kwa haki katika ulimwengu huu wa sasa, inashuka juu ya watu. Unashangaa mtu anaingia hapa, mimi nimekuja kuokoka. Vipi? Kuna mtu alikushia mimi nimesikia ndani kwa Mungu anashughulika mwenyewe. Wale watu hawakuwa, wewe fikiri watu wananena kwa lugha. Nani alikuwa na muda wa kumwambia okoka, okoka, Yesu ni Bwana, okoka? Kuna mtu alikuwa na muda wa kumwambia Yesu Bwana ni okoka? Robo sakarabo. Watu wananena, wamepotea duniani, hawapo. Wako ulimwengu mwingine. Lakini nguvu ya uamsho ikaanza kugusa mtu mmoja. Wale waliosema hawa sio wa kweli, hawa wanatudanganya, hawa wanaolialia wana mashida, wanaposema namna hiyo, nguvu ya Mungu ikawashika wote, wakaenda. Ukisoma sura ya 10 ya Matendo ya Mitume inasema tutendeje ndugu zetu, tutendeje. Yani nguvu ya Mungu inashuka mpaka wanasema tutendeje ndugu. Sasa mwambieni, mwaminini Mungu, mwaminini Yesu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu, maana nguvu ya Mungu imeshuka. Naomba usimame pale juu. Haleluya. Haleluya. Hawa watu hawajalewa kwa mvinyo, bali ni lile neno la nabii limetimia ndani yetu. Huu ni wakati wa kujaza Roho Mtakatifu. Kaa tayari kujaza Roho Mtakatifu. Kaa tayari kurecharge. Kaa tayari kupokea nguvu mpya, kwa sababu nguvu mpya iko hapa asubuhi na mchana wa leo. Tamani kujazwa na Roho Mtakatifu asubuhi na mchana wa leo. Kwenye kitabu cha Yohana sura ya 7:37 mpaka 38 anasema, hata siku ile ya sikukuu Yesu akasema, akapaza sauti yake kusema, kila aliye na kiu aje anywe maji. Alafu anasema mambo haya alikuwa anazungumza kwa habari ya Roho Mtakatifu ambaye alikuwa hajaja, kwa kuwa Yesu alikuwa bado hajatukuzwa. Ni kwa namna gani unaweza kupokea Roho Mtakatifu asubuhi na mchana wale? Kwanza, tamani kupokea kipawa hicho. Tamani kupokea ujazo wa Roho Mtakatifu asubuhi ya leo. Lakini la pili, jiungamanishe na Mungu. Mahusiano yako na Mungu yakoje? Je, unasikia hukumu yoyote? Kuna deni lolote ndani ya moyo wako? Tengeneza. Nguvu ya Mungu itashuka ndani yako, sio na wasiwasi. Lakini cha tatu, tambua kwamba ahadi hii ni kwa ajili yetu sisi. Haijalishi wewe ni mwanamke, wewe ni mwanaume, haijalishi wewe ni mtoto, wewe ni nani, ahadi ni kwa ajili yetu. Nguvu ya Mungu iko hapa kutusaidia. Twende tumwabudu Mungu sasa.
na kila mtu ajiachilie kwa Bwana. Mji wa Tanga bila nguvu ya Mungu hatuwezi kushinda. Baba, nafsi yangu yakutamani kama yala atamanivyo maji ya mto. Baba, nafsi yangu yakutamani, nafsi yangu yakutamani, roho yangu yaona kiu kama kwenye uwepo wa Mungu, jiachilie mbele za Mungu kwa ajili ya Roho wake. Roho wa Mungu yuko hapa kukujaza, kutia nguvu. Inawezekana unapita katika njia ambayo ni ngumu sana, lakini Mungu yuko hapa kutia moyo asubuhi na mchana wa leo. Kama unasikia kusogea katika madhabahu hii ili tumwambie Mungu achilie nguvu yake, nguvu ya Roho Mtakatifu wake, unaweza kusogea wakati tunaimba namna hii ili tupazie Mungu sauti kwamba Mungu tujaze, achilia mafuta mabichi kwetu, na Mungu atakuwa anaachilia nguvu yake isiyo ya kawaida. Bwana
mbele za Mungu sasa. Mwambie Mungu unahitaji nini, jiachilie kwake. Baba Mungu mtukufu, mwenye mamlaka na uweza, wewe unayeshika maagano na rehema na watumishi wako vizazi na vizazi, haujawahi kusema uongo hata siku moja. Ulitazama neno lako lipate kulitimiza. Wewe ambaye umempa ufunuo mtumishi wako Yoeli zaidi ya miaka 2000 iliyopita, kwamba hata itakuwa baada ya hayo siku za mwisho kama hizi utamimina Roho wako juu yetu. Ahadi yetu na watoto wetu, waume kwa wake, litazame neno hili timize sasa juu ya maisha yetu. Tuko mbele zako muda huu Jehova, tunahitaji kutiwa nguvu, tunahitaji kujazwa tena, tunahitaji kuinuliwa tena Baba. Hatuwezi, vita ni vikali, mapambano ni makali, hatuwezi bila nguvu yako. Idhihirishe katikati yetu sasa, tujaze tena Mungu. Ora boseri ya Baba sana, arake kose belelela, oria boko koria Baba yelese, ukaria koria mosoroboya, ereke sitara ya borobose, ora bakereso, ora bokarabasai, koserebo sarayalaya, sekerebo siria babasada, orobo serabondo, orobo seria. Ahadi ni kwa ajili yetu na watoto wetu, waume kwa wanawake. Orebesi, oria mama sana, iria koria masendeleboni, orobokeria webasiba, halaose, wana wa majeshi. Mungu mtukufu, tuko mbele ya uso wako Mungu, litimie neno lako kwetu, neno la Yoeli, neno la Petro, litimie kwetu mchana wa leo. Tujaze tena, uisha nafsi zetu. Oria Baba se, ikarabosa wale, oria Baba se terebo. Haleluya. Bila wewe hatuwezi lolote. Ukasema nitamuomba Baba, naye atawaletea msaidizi mwingine, atawasaidia. Tunamhitaji sasa Bwana, tunamhitaji leo, tunamhitaji muda huu. Haleluya. Asante Roho Mtakatifu, asante kwa uaminifu wako, asante kwa wema wako. Tunakutukuza sana Baba. Asante kwa kutimiza ahadi yako mchana wa leo kwetu. Hatutabaki yatima, umetupatia msaidizi mwingine, Roho wa kweli. Haleluya. Pigia Yesu makofi yenye nguvu. Mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, anayestahili heshima na utukufu na enzi na mamlaka, katika jina la Yesu. Amen.